Yes, mambo vipi mwanafamilia wa Mapro TV, karibu sana katika segmenti ya kimichezo. Kazi yangu ni moja, kukujuza yale ambayo yamejiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni kuombe kama bado hujaungana nasi, hakikisha unabonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na zile updates zote kale ambazo zimekuwa zikitokea hapa ndani ya channel yako pendwa ya Mapro TV. Yes, ni kama nilivyokueleza kwamba ni segmenti ya Kisports, segmenti ambayo tunaangazia habari mbalimbali za kimichezo, na kubwa zaidi ni sakata la golikipa namba moja wa klabu ya soka ya Yanga, Djigui Diarra, ambaye katika mchezo wa Dodoma Jiji dhidi ya klabu hiyo waliweza kususia mchezo huo baada ya captain wa timu hiyo Bakari Nondo Mwamnyeto kuweza kucheza mpira vibaya na kusababisha goli la kujifunga, kitendo ambacho kilimtia hasira sana golikipa huyo, na mwisho wa siku aliweza kususia mchezo huo. Sasa ninachokujuza hapa ni kwamba tayari uongozi wa klabu ya Yanga umetoa tamko kuhusiana na tukio hilo na kusema kwamba golikipa huyo amefanya kitendo ambacho ni kinyume na nidhamu ya klabu hiyo, lakini pia ni kinyume na michezo, kwa sababu wanafahamu fika kwamba moja kati ya kitu ambacho ni muhimu sana ni kufahamu kwamba unavyoweza kuwekwa ndani ya kikosi cha kwanza ni kitendo ambacho mwalimu amekuamini, na pengine kutokana na nature ya mchezo basi umeaminiwa wewe ukae golini kwa lengo la kuisaidia timu. Sasa unavyosusa na kutoka kabla ya mchezo kufika tamati, manake unachangia pia kuiharibu timu, kuharibu ile formation ya mwalimu ambayo ameipanga. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo wamevieleza viongozi wa Yanga ni kwamba ni lazima achukuliwe hatua za kinidhamu Djigui Diarra kwa kitendo ambacho amekifanya, ambacho wao wamekitafsiri kama utovu wa nidhamu. Lakini pia kingine wamesema kwamba uamuzi mwingine unafuata, ikiwa ni pamoja na kusimamishwa kwa mchezaji huyo kushiriki katika mazoezi na michezo yote ambayo imesalia ya klabu hiyo, na badala yake Hussein Masalanga pamoja na Abutwalib Bushiri watachukua nafasi hiyo kwa ajili ya kuisaidia timu hiyo kwa michezo iliyobakia, ili kuweza kulinda focus ya timu, lakini pia kuweza kutetea taji la ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League. So taarifa rasmi imetoka hiyo, lakini pia walichosisitiza ni kwamba siku ya kesho nafikiri kipa huyo atafikishwa katika ile kamati ya maadili kujibu tuhuma zile ambazo zinamkabili, lakini pia wameeleza bila kuya macho watachukua hatua kali na madhubuti kabisa ili kukomesha vitendo vya utovu wa nidhamu miongoni mwa wachezaji, lakini pia hata kwa mashabiki pamoja na viongozi. Una maoni gani kuhusiana na kile ambacho viongozi wa Yanga wamekieleza na wameplani kukifanya dhidi ya golikipa huyu Djigui Diarra? Tuandikie maoni kwenye comment section, usahau kubonyeza neno subscribe, utakuwa umeungana na familia ya Mapro TV.